Iran imetekeleza adhabu ya kuwanyonga majasusi watatu wa Israel waliokuwa wakitumikia kifungo katika gereza la Urmia, mkoa wa Azerbaijan magharibi mwa nchini humo. Utekelezaji wa adhabu hiyo umefanyika leo Jumatano Juni 25 baada ya mahakama nchini Iran kuwakuta na hatia raia hao wa Israel kufanya ujasusi nchini Iran, ikiwemo kuingia na vifaa vya kutekeleza mashambulizi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, kunyongwa kwa majasusi hao ni adhabu ya pili kutekelezwa tangu kuibuka kwa mzozo baina ya mataifa hayo Juni 16 mwaka huu. Mzozo kati ya Israel na Iran ulitulia jana baada ya kudumu kwa siku 13. Iran iliwatambua wanaume hao waliouawa kwa kunyongwa kama Azda Shojai, Edris Ali, Rasul Ahmad Rasul ambaye ni raia wa Iraq anadaiwa kufanya kazi kwa niaba ya Israel. Adhabu hizo za kunyongwa zilitokea katika gereza la Urmia, mkoa wa Azerbaijan magharibi, ambao ndio mkoa wa kaskazini magharibi kabisa mwa nchi hiyo. Israel ilipotafutwa na shirika la habari la Associated Press kuzungumza swala hilo, halikutoa jibu lolote. Shirika la habari la nchini Iran ilinukuu taarifa ya idara ya mahakama ya Iran ikisema kuwa wanaume hao walikutwa na hatia ya kuingia nchini humo na vifaa vya kutekeleza mauaji kutoka nchini Israel. Utekelezaji wa adhabu ya kunyongwa raia wa Israel wanaotajwa kuwa majasusi umeibua hofu kutoka kwa wanaharakati kwamba huenda serikali ikazidisha wimbi la kunyonga watu wengine zaidi baada ya kumalizika kwa mgogoro huo. Shirika la Amnesty International hapo awali lilieleza hofu kuwa wanaume hao wanaweza kunyongwa wakati wowote, hususan kipindi hiki ambacho uhusiano kati ya mataifa hayo mawili umetetereka. Kunyongwa kwao leo kunafanya idadi ya watu waliouawa kwa madai ya ujasusi tangu Juni 16 kufikia 6. Wanaharakati wanahofu kwamba watu wengine zaidi wanaweza kunyongwa, hasa baada ya utawala wa Iran kutoa muda wa mwisho hadi Jumapili ya Juni 29 mwaka huu kwa watu wa kujisalimisha iwapo wamehusika kufanya ujasusi nchini Iran kwa niaba ya mataifa mengine. Katika hatua nyingine, watu wasiopungua 28 wameuawa na zaidi ya watu 1000 kujeruhiwa katika vita hivyo. Kwa mujibu wa serikali ya Iran, watu 606 wameuawa na wengine 5532 kujeruhiwa katika mashambulizi ya nchini Israel. Wakati huo huo, wananchi nchini Iran wameanza kurejea katika maisha ya kawaida, wakati huo ambao kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya kusema amekubali kusitisha mapigano na Iran inaendelea kutekelezwa. Misururu ya magari imeanza kuonekana hususan maeneo ya ukingo wa bahari ya Kaspi na sehemu nyingine ya vijiji na nje ya miji mkuu wa Tehran, watu ambao wanaotajwa kuwa walichukua tahadhari ya kivita na kuondoka katikati mwa jiji la Tehran. Tehran ikikumbwa na mashambulizi makali ya anga kutoka Israel wakati wote wa vita, yakiwemo yale yaliyolenga uongozi wa juu wa kijeshi wa Iran, miundombinu ya nyuklia na maeneo mengine yanahusishwa na utawala wa Iran. Endelea kufuatilia Mwananchi kwa taarifa nyingine zaidi.